Hollywood ina filamu kubwa, halafu kuna filamu zinazokuja kama tukio la kihistoria. Na safari hii Christopher Nolan anarudi na mradi ambao unaonekana kuwa mkubwa kuliko chochote alichowahi kufanya. Filamu hiyo inaitwa The Odyssey, epic fantasy action film ya mwaka 2026 iliyoandikwa na kuongozwa na Nolan mwenyewe, ikitokana na simulizi maarufu ya kale ya Kigiriki ya Homer, The Odyssey. Hii si filamu ndogo ya studio. Hii ni production ya dola milioni 250, moja ya filamu ghali zaidi katika karia ya Christopher Nolan. Na kwa kiwango hicho cha budget, Universal Pictures inaweka mezani kila kitu: mastaa wakubwa, locations nyingi, IMAX ya kiwango cha juu, na hadithi inayotoka kwenye moja ya maandishi ya msingi zaidi katika historia ya storytelling. Kwenye filamu hii, Matt Damon anaigiza kama Odysseus, mfalme wa Ithaka, shujaa mwenye akili, mbinu na ujanja wa vita. Baada ya vita vya Troy, Odysseus anaingia kwenye safari ndefu na hatari ya kurudi nyumbani, akikabiliana na viumbe wa mitholojia kama Cyclops, Polyphemus, Sirens na nymph Calypso, huku akijaribu kurudi kwa mkewe Penelope anayechezwa na Anne Hathaway. Lakini ukubwa wa filamu hii unaonekana zaidi kwenye cast yake. Hapa kuna Matt Damon, kuna Tom Holland ambaye anacheza nafasi ya Telemachus, mtoto wa Odysseus. Kuna Anne Hathaway kama Penelope, kuna Robert Pattinson kama Antinous, kuna Lupita Nyong'o akicheza nafasi mbili, Helen of Troy na Clytemnestra, huku Zendaya akicheza kama Athena na Charlize Theron kama Calypso, Benny Safdie kama Agamemnon, John Bernthal kama Menelaus, Samantha Morton kama Circe. Wengine ni John Leguizamo, Himesh Patel, Maya Goth, Elliot Page, Travis Scott na majina mengine mengi. Kwa lugha rahisi, ni moja ya ensemble cast kubwa zaidi kuwahi kuonekana kwenye filamu ya Nolan. Na Nolan hajachukulia stori hii kama fantasy ya kawaida. Amesema alitaka kuileta The Odyssey kwa uhalisia zaidi, kile alichokiita tactile realism. Badala ya kuonesha miungu ya Kigiriki ikirusha radi kutoka mlima Olympus kwa namna ya kawaida ya fantasy, Nolan amejaribu kuonesha hofu, imani na matukio ya asili ambayo watu wa zama hizo wangeweza kuyaona kama nguvu za miungu. Kwa hiyo hii ni mythology, lakini kupitia macho ya Christopher Nolan. Ni kubwa, nzito, ya kifalsafa na yenye uhalisia wa kushikika. Production yake nayo ni hadithi nyingine kabisa. Filming ilifanyika kwa siku 91 kuanzia Februari hadi Agosti 2025 kwenye maeneo mengi duniani: Morocco, Ugiriki, Italy, Iceland, Scotland, Western Sahara, Malta na pia Universal Studios Lot, Los Angeles. Morocco ilitumika kuonesha sehemu za Troy, Ugiriki ikatumika kwenye maeneo yanayohusishwa na Cyclops, Italy na visiwa vyake vikatumiwa kwa safari za baharini, Iceland ikatoa mandhari ya dunia ya chini, Heads kupitia fukwe zake nyeusi, Scotland ikaongeza majumba na maeneo ya kale, Western Sahara nayo ikatumika kwenye sehemu za jangwani. Na kama hiyo haitoshi, The Odyssey ni filamu ya kwanza kupigwa yote kwa kamera za IMAX 70mm film. Nolan ambaye tayari anajulikana kwa mapenzi yake kwa IMAX, safari hii ameenda mbele zaidi. Zaidi ya futi milioni 2 za IMAX 70mm film zilitumika kwenye production hii. Kwa director mwingine, hili lingekuwa jaribio la hatari. Kwa Nolan, inaonekana kama hatua ya lazima baada ya Oppenheimer. Baada ya kushinda Oscar na kuifanya Oppenheimer kuwa moja ya mafanikio makubwa zaidi ya karia yake, Nolan anarejea Universal Pictures na mradi wenye mizani ya juu zaidi. Yeye na mkewe producer Emma Thomas wameitengeneza kupitia kampuni ya Cinecopy. Lakini filamu hii pia haijakosa mjadala. Costume designs, production design, accents, dialogue na chaguzi za casting vimeibua mijadala kuhusu usahihi wa kihistoria, hasa kwa sababu The Odyssey inatoka kwenye urithi wa Ugiriki ya kale. Baadhi ya wachambuzi wamehoji mavazi, silaha, meli na hata matumizi ya waigizaji wasio Wagiriki kwenye nafasi za wahusika wa Kigiriki. Hata hivyo, Nolan ameonekana kuchagua njia yake mwenyewe, si kujaribu kuunda jumba la makumbusho ya kihistoria, bali kuleta simulizi ya kale kwa ukubwa wa sinema ya kisasa. Na sasa matarajio ni makubwa mno. Filamu inatarajiwa kuanza kuoneshwa katika majumba ya sinema Marekani na Uingereza Julai 17 mwaka huu 2026 kupitia Universal Pictures.
Itapatikana kwenye IMAX na Premium Large Formats. Kwa budget ya dola milioni 250, cast iliyojaa mastaa wa daraja la kwanza, director mwenye jina kubwa kuliko franchise nyingi, na story inayotoka kwenye moja ya maandiko makubwa zaidi ya dunia, The Odyssey si filamu tu, ni mtihani mpya kwa Christopher Nolan. Swali si kama watu watazungumza kuhusu filamu hii. Swali ni je, Nolan ataweza kugeuza hadithi ya miaka maelfu iliyopita kuwa tukio kubwa zaidi la sinema ya mwaka 2026? Tunasubiri.